Injili inayohusiana na Yesu Kristo ni lazima ifanye mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, lazima iwafanye watu waingie katika hali ya toba, hali ya kugeuka. Marko 1 mstari wa 14 na wa 15. Kama hakuna toba katika kanisa, hiyo injili bado haijagusa mioyo ya watu. Jambo la pili, injili ya Yesu Kristo ya kweli ni lazima iwafanye watu waishi maisha matakatifu. Maana ya utakatifu ni kutengwa. Utakatifu sio kwamba ile kukaa hivi, Bwana we nani. Utakatifu sio kutembea hivi. Utakatifu sio kuvaa nguo ndefu mpaka kule. Unaweza ukavaa nguo ndefu ukaficha manyonyo yako na makalio yako, lakini ukawa ni mshenzi. Na mtu akavaa tu nguo simple tu akawa anajiheshimu, ana maadili. Kwa hiyo tumekariri kama kanisa leo tunahukumu watu kwa namna wanavyovaa, namna wanavyoonekana, na kuwaona kwamba hawa hawafai. Kuna watu wanajiuza na wamevaa baibui, wamevaa nguo ndefu, ni washenzi. Utakatifu maana yake ni kutengwa kwa ajili ya Mungu. Anasema kwenye Timotheo wa pili sura ya 2 mstari wa 19 na 20, kila litajaye jina la Bwana na uache uovu. Anazungumza habari ya nyumbani mwa Bwana kuna vyombo vingi. Anasema vingine vina heshima na vingine havina heshima. Anasema Mungu anataka wewe uwe chombo chenye heshima, chombo kilichotengwa kwa ajili ya kufaa kutumika na Mungu. Mwambie jina lako, wewe ni chombo cha namna gani? Waraka kwanza Petro 1:15-16, lazima injili ya Kristo imfanye mtu mtakatifu, hali ya kutengwa. Lazima iwaongoze watu kwenye imani katika Kristo na sio imani katika watu au katika vitu. Injili ya kweli haitakusababisha wewe moyo wako uone vitu vya kiroho. Haitakusababisha imani yako wewe iwategemea watumishi wa Mungu. Imani yako wewe itamtegemea nani? Yesu Kristo. Ndio utaipima ile roho inayofanya kazi juu ya mtumishi wa Mungu. Yohana 3:16, Matendo ya Mitume 16 mstari 31. Lazima injili ya Yesu Kristo iwape watu tumaini la uzima wa milele. Tito sura ya 1 mstari wa 2. Wakorintho wa 2 sura ya 5 mstari wa 17, lazima ilete mabadiliko kwenye maisha ya watu na kwenye nafsi ya watu. Warumi 12 mstari wa 1 na wa 2. Injili ya Yesu Kristo ni lazima ifundishe namna ya kumtukuza Mungu. Lazima inapohubiriwa Mungu apewe sifa na nini? Na utukufu. Lazima imuinue Yesu Kristo. Ukiona injili ambayo inamuinua mtumishi aliyesimama pale mbele, injili nyingine. Biblia inasema sio malaika wala sio wanadamu wa kumtumainia na wa kumtetemekea, ni Kristo Yesu, ni Mungu tu peke yake. Ila leo naweza nikakubadilishia fundisho hapa ukanisujudia wewe. Mafundisho ni hatari zaidi ya unabii. Unabii unaweza ukapewa hapo tu ukasisimka hivi ukasahau ukaondoka. Mafundisho yanakufanya wewe uwe vile ambavyo mafundisho yanataka wewe uwe.